Baada ya jeshi la polisi mkoa wa Tabora kumkamata afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Kamwe kwa tuhuma za kutoa kauli chafu kwa viongozi wa serikali, baadhi ya wadau mbalimbali wa michezo nchini pamoja na watu maarufu wameonyesha kusikitishwa na kitendo hicho na kupaza sauti zao kutaka Ali Kamwe aachiwe huru. Kupitia maoni yao waliotoa kwenye mitandao ya kijamii, wadau hao wameeleza kuwa alichofanya mkuu wa mkoa wa Tabora ni kuingiza siasa kwenye mpira, na hii ndio imempelekea yeye kutofautiana na afisa habari wa Yanga. Ikumbukwe awali Ali Kamwe akizungumza na vyombo vya habari Jumatano Machi 31 mwaka huu mkoani Tabora, wakati akitoa hamasa kuelekea mchezo wao wa ligi dhidi ya Tabora United, alisema miongoni mwa kauli hii, na hapa na nukuu kauli yake: "Tunamwambia Rais Dr. Samia, mtu wake aliyemtuma huku Tabora anatuchokonoa, anatutafuta la rohoni sisi Yanga. Sasa kiheshima tunaanza kumwomba radhi Mheshimiwa Rais kwa mtu wake aliyemtuma huku. Baada ya radhi sasa tunashughulika naye. Tumwambie Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha kuwa Jumatano atachacha kweli. Yeye na hao wanaomdanganya, mwambieni Mheshimiwa Chacha, mwenyekiti wa wasemaji, amesema Jumatano atachacha kweli." Amezungumza kwamba ameshangaa eti msemaji wa timu kupata mapokezi. Huenda toka ameteuliwa yeye kuja hapa hajawahi kupata mapokezi hata ya watu 10. Kwa hiyo kuna karoho tu kawivu ndo kanamsumbua mheshimiwa. Tumuelewe tu hivyo, kuwa kuna karoho kawivu kanamsumbua. Yaani haya mapokezi ya Yanga wamempokea kiongozi wao, wewe inakuuma nini? Wewe inakuuma nini Yanga kumpokea kiongozi wao? Sasa tumwambie mzee Chacha kuwa jeshi kamili la Yanga linakuja hapa kesho Tabora. Kama mapokezi ya msemaji yalimshangaza, kesho atadua. Na sisi Yanga kwa sababu hatuna unafiki kwenye shughuli yetu, asije, hatumtaki. Sisi kama Yanga tunajitosheleza wenyewe hapa Tabora bila msaada wake, wala hatumtaki, asijipe umuhimu kwetu. Sasa jambo la mwisho kwenye mazungumzo yake, ametoa ahadi ya milioni 60. Yaani kwamba ameita wachezaji, akawaweka mbele, akaita waandishi wa habari, akavaa na shati lake la ubatizo, eti akawaambia nina shilingi milioni 50. Sikutumia kwa sababu Yanga watakuja na kiherehere. Sasa naongeza milioni 10 muende mkawafunge. Sisi tumwambie tu Mheshimiwa Chacha kuwa hii shughuli tunaifanya leo hapa, tumechinja ng'ombe 20 hapa, na hao ng'ombe 20 sio pesa ya GSM, ni pesa yangu mimi msemaji wa Yanga. Hiyo ni hela yangu ya mfukoni, natumia leo na wanatabora tupate kuenjoy sikukuu. Ukipiga hesabu bei ya ng'ombe hao, kilo 120 mara 20, jumlisha mchele ambao tunapika hapa, mboga zote, matunda na maji, ile milioni 60 ambayo ameita waandishi wa habari, sisi hiyo hela tunailia sikukuu ya Idi hapa. Yaani hiyo milioni 60 ambayo ameona kwamba itatetemesha watu, sisi leo tunailia mchele hapa na wanayanga tunaenjoy. Anatakiwa ajue, anaweza kuwa na mamlaka yake na akazungumza na wananchi wakamheshimu. Ila linapokuja swala la kuizungumzia Yanga, eti Yanga ina kiherehere, mheshimiwa akae mbali. Hii sio timu ya kuchezewa. Na ndio maana leo kile kibunda alichokiahidi, sisi tumeamua tu kula ubwabu hapa tuenjoy. Kuhusu mechi ya Jumatano, yeye asitatarike kama bisi, atulie sindano isije kamkatikia. Sisi tuna kazi ya kufanya Jumatano hapa, yeye asitatarike. Tumwambie sisi Yanga tumekuja hapa kamili, na hapa Yanga tunao wanachama na mashabiki wa kutosha. Na kama mapokezi yangu yamemuuma, nimwambie sasa Mheshimiwa Chacha nafikiria kuoa mkoa huu wa Tabora, ili sasa na yeye apate mkwe mjanja kama mimi. Na ndo mwisho wa kunukuu kauli ya Ali Kamwe ambaye alielekeza kwa mkuu wa mkoa wa Tabora. Baada ya kauli hizo ambazo alizitoa Ali Kamwe kwenda kwa mkuu wa mkoa huo, zilionekana kumkera afisa habari wa klabu ya Tabora United Christina Mwagala, ambapo hata hivyo alimtaka Ali Kamwe kuomba radhi hadharani ndani ya saa 24 kabla ya mchezo hapo jana, lakini haikuwezekana. Hata hivyo, baada ya kumalizika kwa mchezo wa jana kati ya Tabora United dhidi ya Yanga, ambao Yanga walipata ushindi, inaelezwa majira ya usiku jeshi la polisi mkoa wa Tabora walimkamata Ali Kamwe kwa ajili ya mahojiano naye kuhusiana na kauli zake tata dhidi ya mkuu wa mkoa wa Tabora, ambapo mpaka hivi sasa Ali Kamwe hajaachiwa. Kufuatia kitendo hicho, wadau mbalimbali wametoa maoni yao katika mitandao ya kijamii kama ninavyosoma hapa. Wa kwanza anasema, Wizara ya Sanaa Tanzania, tunaomba sana hawa wakuu wa mikoa, hasa huyu RC Chacha, awajibishwe. Kama hawezi kuvumilia maneno ya kimpira, basi asijihusishe na mpira kabisa. Yaani kiufupi, hatutaki mpira uingiliwe na mambo ya kisiasa. Na hata kama yeye ni mkuu wa mkoa, ila hapaswi kutumia mabavu yake hovyo kwa kukandamiza wengine. Na mbona mkuu wa mkoa wa Mwanza alikaa kimya? Yaani kiufupi, kama huyo mkuu wa mkoa wa Tabora hawezi kuvumilia maneno ya kimpira, basi asijihusishe na mpira. Mwingine anasema hii hatukubali.
RC hajateuliwa na rais akashabikia mipira. Wanajiingiza kwenye mambo yasiyowahusu. Sisi mpira wetu tumezoea ni kutaniana. Ukinitania na mimi naruhusiwa kukutania. Bahati mbaya RC na shati lake la ubatizo wao hawajui utani. Anataka yeye ndiye atanie wenzake na kuwapiga vijembe, ila yeye hawezi kuvumilia matani. Sio tu kwamba Ally Kamwe anapaswa kuachiwa huru, bali pia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anapaswa kumwajibisha mkuu wa mkoa kwa kutumia mamlaka yake vibaya. Kuamuru polisi kumkamata mtani wao kisa kakujibu matani ni matumizi mabaya ya mamlaka aliyokasimishwa kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa. Mheshimiwa alitakiwa asijihusishe na mpira. Kama utani wa mpira hauwezi, sababu ni matumizi mabaya ya madaraka. Free semaji Ally Kamwe. Kama viongozi hawawezi utani wa mpira, bora wasijihusishe nao. Lakini maoni mengine hapa anasema tunaomba viongozi waache kuingilia mpira wetu. Kama hawawezi kuvumilia utani wa Chadema na siasa zao, hawawezi huku kwenye mpira. Watuachie, hii Yanga ni kubwa kuliko mtu yeyote. Free Ally Kamwe. Viongozi kama hawawezi utani wa kimpira, bora wasio wanajihusisha na dogo awe na mipaka. Hani baadhi ya maoni ya wadau ambayo yameandikwa kwenye mitandao ya kijamii. Wadau mbalimbali wa soka na watu maarufu, kila mmoja akionyesha hisia tofauti baada ya Ally Kamwe kushikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Tabora kuhusiana na kauli zake alizozitoa dhidi ya viongozi wa serikali. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msu.